Mchana huu tutakuwa na tafakari. Tutakuwa na tafakari. Tafakari yetu maalum itakuwa ina kichwa kinachosema chanua mahali ulipo. Chanua mahali ulipo. Basi tuweze kuomba. Baba mwema na rafiki yetu mpendwa Yesu Kristo, tusaidie kuchanua mahali tulipo. Tusaidie kwa kuwa umetuita kwa kusudi maalum. Tufundishe mchana wa leo chini ya uongozi wa Mwalimu Roho Mtakatifu. Baraka zako zikaambatane nasi, tukajazwe matumaini, tukajazwe furaha, na hatimaye tutakapotoka mara baada ya ibada hii, tukatoke kama washindi. Ndivyo tunavyoomba tukiamini kupitia kwa jina tukufu na jina la samani la Kristo Bwana na mkombozi wetu. Amina. Chanua mahali ulipo. Chanua mahali ulipo. Tutatafakari katika Wakorintho wa kwanza sura ya 17 mstari Wakorintho wa kwanza sura ya 7 mstari wa 17. Ndilo fungu ambalo litabeba ujumbe wetu wa ibada hii ya leo. Korintho wa kwanza sura ile ya 7 mstari wa 17. Tutasoma sasa, lakini nitakaribisha mtu atasoma baadaye. Kauli mbiu ya sabato hii ya leo, sabato ya Novemba 29, sabato ya siku ya ukimwi ya mwaka huu, chanua mahali ulipo. Chanua mahali ulipo. Usemi ambao pengine wengi wameusikia hapo awali au katika sehemu fulani au katika masomo mengine. Japokuwa usemi huu kuchanua au kuchipua huleta ufikirio wa matunda au maua au mafanikio au kustawi. Na kwa kuwa usemi huu unaleta zana hizo, kiini cha maneno hayo yote hudokeza ushindi dhidi ya mambo magumu. Tunaposema uchanue, tuna maana ya kwamba hata katikati ya mambo magumu unaweza ukang'aa. Na kwa kweli katika ibada ya mchana wa leo tutajifunza habari za watu watatu. Habari za watu wangapi? Watatu. Wa kiume kwa wa kike ambao katikati ya changamoto na magumu yao walichanua. Na ni kusudi kwamba Mungu anataka tufundishe hata sisi kuchanua katikati ya magumu yetu. Hilo ndilo kusudi hasa. Awamu hii inaonekana kama nukuu ya kutia moyo, ingawa inafasiriwa kumaanisha vitu tofauti kulingana na mazingira. Hadithi zinasema kwamba nukuu hii ilitolewa na mtu mmoja, askofu wa zamani anayeitwa Mtakatifu Francis de Sales. Alikuwa ni askofu kule Geneva, Uswizi, aliyewahi kuishi mwaka 1567 hadi mwaka 1622. Ndiye aliwahi kuitumia kauli hii, chanua mahali ulipo. Kwa kweli upendo hauna kikomo, kwa maana pendo la Mungu limekwisha kumiminwa mioyoni mwetu kwa njia ya Roho wake Mtakatifu anayekaa ndani ya kila mmoja wetu, akituita kwa maisha ya kujitolea na kutualika tuchanue katika bustani ambayo Bwana ameipanda, na kutuelekeza kuangaza uzuri na kueneza manukato ya majaliwa yake. Najua ni kweli tunaishi katika ulimwengu ambao kuna vilio kila kona, kuna misiba kila kona, kuna matatizo kila kona, kuna hofu kila kona, kuna huzuni kila kona. Ndio ulimwengu ambao ni nyumbani, ndipo mahali ambapo tunaishi. Unaweza ukashuhudia watu wakilia kwenye misiba, wanalia kwa namna ya kukata tamaa kabisa. Lakini tunayo sabato maalum leo ambayo inataka kutusaidia kutuambia namna ambavyo tunavyoweza kuwa tofauti katika ulimwengu ambao umejazwa na matatizo. Kwa kweli sabato hii ya siku maalum kwa kanisa tunaita Adventist AIDS International Ministry. Ni neno ambalo limekatishwa kwa kifupi AAIM, Adventist AIDS International Ministry. Ni wizara au idara ambayo inashughulika na watu walio na changamoto hizo. Na hivyo basi tunapozungumza kuhusu janga la virusi vya ukimwi au wanaita kwa kifupi VVU au ukimwi,
na ambalo limeendelea kuchukua maisha na kuasili wengi kwa njia mbaya zaidi. Lakini mtu anaweza akashangaa, kwa nini tunachagua mada ya kuchipua au kuchanua mahali ambapo uhalisia ni kifo na kuteseka? Leo hii kwa siku ambazo tumekuwa tukiishi, unajua kwa sisi ambao tumekuwa zamani, nyinyi watu ambao mmekuwa siku za karibuni hizi hamwezi mkaelewa sana, ila sisi ambao tumekuwa zamani, tulipokuwa tukishuhudia mtu ambaye ameathirika, na kwa kweli hakukuwa na hizi dawa ambazo leo zimekuwa zikifubaza virusi, haikuwa kitu cha kufurahisha, ilikuwa ni kitu cha kuhuzunisha sana kuona mtu akizoofu, akiisha na kubaki mifupa, hatimaye kufanyeje? Kufa. Sasa unaposikia kitu kinachosema kwamba chanua mahali ulipo au chipua mahali ulipo, unaweza ukasema kwa muktadha kama huu inaleta tija? Kama ambavyo nilivyotangulia kueleza kwamba tutajifunza kuhusu habari za watu watatu ambao walipitia magumu katika maisha, lakini pamoja na kupitia magumu katika nyakati zao na zama zao walichanua, na Mungu alifanya makubwa kwao. Kuishi katika changamoto au tatizo au ugonjwa sio mwisho wa maisha. Wanasema Waswahili, kuugua sio kufanyeje? Kuwa na ugonjwa sio kufa. Unaweza ukawa na ugonjwa fulani lakini hautakufa kwa ugonjwa, na unaweza ukawa na ugonjwa fulani lakini haina maana ya kwamba hao ambao sio na ugonjwa hawatakufa. Sasa tunapotafakari jambo hili mchana wa leo, ni kwamba tunahitaji matumaini, tunahitaji ujasiri, tunahitaji usubutu, tunahitaji shukrani na dhamira ya kukabiliana na majanga. Yaani tunapokabiliwa na changamoto, unajua tunaishi kwenye ulimwengu ambao kwa kweli una matatizo. Na ulimwengu huu, janga sio ukimwi tu. Ulimwengu huu una majanga mengi. Tutakuja kuona hapa mbele. Kuna majanga mengi. Kuna majanga mengi. Lakini tunachotaka kujifunza ni nini? Tunaweza kufanya nini kuishi tukiwa tumechanua katikati ya nini? Ya majanga. Kuna baadhi ya watu nyakati fulani wamekuwa wakitumia matatizo yao kutaka kuzuru wengine. Yaani mtu mwingine anatumia matatizo kutaka kumzuru mtu mwingine. Anasema kama mimi nimeathirika, nataka pia niende na wengi. Hamjawahi kusikia watu wa namna hiyo? Ambao wanasema kwamba kama nimeathirika nataka niende na. Sasa kusudi la Mungu sio kwamba kwa kuwa wewe unakabiliwa na changamoto basi uwape na wengine changamoto. Kusudi la Mungu, kwa kuwa unakabiliwa na changamoto, kupitia changamoto ulio nayo watu wamuone nani? Wamuone Mungu. Tutakuja kueleza kisa fani wakati mwingine hapa mbele, lakini hebu tuende mbele kwanza. Hatuwezi kusema juu ya tumaini na ujasiri isipokuwa tunakabiliwa na hali ngumu. Vivyo hivyo roho ya kuchanua katikati ya changamoto inahitaji zaidi sana na katika kipindi cha magonjwa ya mlipuko. Tuna ugonjwa ambao leo japokuwa unaonekana kama sio tishio sana kwa sababu ya madawa, lakini hata hivyo magonjwa ya milipuko kwa bahati mbaya yamekuwa ni matukio ya kawaida kwa wanadamu. Kuna baadhi yaliyotiliwa maanani na ufafanuzi, na magonjwa ya milipuko ni maambukizo kama vile ukimwi, kuna uviko, kuna mashinikizo ya juu, shinikizo la juu la damu, kuna kisukari, kuna mfadhaiko wa akili, magonjwa ya moyo na magonjwa mengine mengi, kansa. Kuna magonjwa mazito makubwa ambayo mtu akiwa nayo anakata tamaa ya kufanyeje? Ya kuishi. Lakini yote haya ni baadhi tu ya mambo yanayofanana. Mambo makubwa matatu ni kwamba, jambo la kwanza, magonjwa haya yote yanahatarisha maisha yakidai mabadiliko makubwa ili kuzuia matokeo mabaya au kuwa na watu wengi walioathirika. Jambo la kwanza, unapopita kwenye changamoto yoyote kubwa au kwenye janga lolote, wewe ukawe balozi wa kusaidia kutoa elimu kwa wengine wasihatarishe maisha. Lakini pia yanaweza kumfanya mtu apoteze tumaini maishani na hata kwa Mungu.
Wengine wamepitia magonjwa kama haya na hatimaye imefika wakati wamekata tamaa kabisa, hata wasiende kwa Mungu tena. Lakini pia kingine, yanapelekea kujiuliza swali kuhusu thamani ya mtu au thamani yake binafsi yeye mwenyewe, au thamani ya familia au jamii fulani. Unajua, unapopitia changamoto za magonjwa au changamoto yoyote kubwa, inakupelekea ujiulize swali, thamani yako iko wapi? Je, hivi bado mimi nina thamani tena mbele za watu? Bado nina thamani tena mbele za Mungu? Mchana wa leo niseme kwamba hata kama tunapitia magumu kiasi gani, bado tuna thamani mbele za Mungu. Wito wetu ni kwamba wote tunapaswa kutumia vyema hali yetu ya sasa, hata ikiwa ni ngumu kiasi gani. Anasema mtumikie Mungu na watumikie wanadamu wenzako katika eneo lako na ndani yako kwa sasa. Mtu mmoja tuongoze katika Wakorintho wa kwanza sura ya 7 mstari wa 17. Nasema, ndiyo, karibu. Lakini kama Bwana alivyomgawia kila mtu. Lakini kama Bwana alivyomgawia kila mtu. Ndiyo. Kama Mungu alivyomuita kila mtu. Kama Mungu alivyomuita kila mtu. Ndiyo. Aenende vivyo hivyo ndivyo ninavyoagiza katika makanisa yote. Yaani kama Bwana alivyomgawia kila mtu na kama Mungu alivyomuita kila, anasema enenda namna gani? Kama umepewa, wewe ni mcheshi kwa sababu kuna ugonjwa au kuna magumu unapitia, enenda na ucheshi. Kama umepewa ukarimu, japokuwa kuna magumu, yani una maradhi, una changamoto, umeambiwa una saratani, umeambiwa una pressure, unaambiwa kwamba una ugonjwa fulani ambao unaweza ukakatili maisha yako, Mungu anasema enenda na kile ambacho Bwana amefanyeje? Amekupa. Tumika kwa karama ambayo Bwana amekupa hata katikati ya magumu yako. Tutajifunza habari za watu watatu ambao katikati ya magumu yao walitumia karama zao bila wengine kujua kwamba wana magumu. Unaweza ukatumia kile ambacho Mungu amekupa hata kama una magumu kiasi gani. Jirekebishe. Jambo la msingi ni kujirekebisha na kujifunza. Lakini pia kuwa mstahimilivu licha ya hali yako. Uwe mstahimilivu. Amini tu. Mtunzi wa wimbo anasema akiwapo Yesu ni furaha namna gani? Yaani hata kama una magumu unayapitia, lakini swala la msingi ni hili. Je, Yesu yupo? Na kama Yesu yupo, yaani nipo kwenye magumu, nipo kwenye changamoto, lakini Yesu yupo, anasema hiyo tu peke yake itoshe kukupa furaha. Sasa tuchunguze wahusika watatu katika Biblia ambao maisha yao yanaonyesha wazo hilo. Ombi langu ni kwamba mtu fulani atazingatia maisha yao na hali ya maisha yake ya kuona jinsi anavyoweza kuiga simulizi hizi za kihistoria. Na hatimaye katika eneo la mwaya unaweza ukachanua. Kusudi la Mungu kwamba kupitia kwa watu ambao tunakwenda kujifunza habari zao mchana huu, anataka uchanue. Tutajifunza habari za mtu wa kwanza, Yusufu. Habari zake zimezungumzwa katika Mwanzo sura ya 39. Ambapo anasema kwamba Yusufu alimpoteza mama yake mapema maishani. Maana Raheli mamaye alikufa kwa uzazi wakati akijifungua mdogo wake Benjamini. Na ndugu zake wakubwa walimchukia hadi kutaka kumuua, hata kumuuza kama mtumwa kwa wageni. Yusufu alilazimika kujifunza kuishi katika nchi ya kigeni na kila kitu kikiwa tofauti na nyumbani kwake. Lugha ilikuwa ni tofauti. Maana lugha ambayo alikuwa anazungumza pale kwa mzee Yakobo, kwa Potifa hawakuzungumza hiyo. Lakini chakula alichokuwa anakula nyumbani kwa mzee Yakobo, kwa Potifa hakikuwa hicho. Lakini utamaduni wa nyumbani ni tofauti na utamaduni wa Misri. Lakini mavazi ya nyumbani ni tofauti na mavazi ya Misri. Dini ya nyumbani ni tofauti na dini ya wapi? Ya Misri. Lakini ilibidi aondoke kutoka kuwa mwana kipenzi hadi chini ya mtumwa. Alipitia janga hilo. Alitoka kwenye kuwa mwana kipenzi hadi kuwa chini ya nini? Chini ya mtumwa. Mtumwa asio na chaguo au hazi. Mtumwa asiye na chaguo au hazi. Na sio hivyo tu, akawa mfungwa katika nchi hii
ya kigeni akishtakiwa kwa kusingiziwa. Unaweza usione uzito sana jambo hili, lakini ilimsumbua Yusufu sana. Na laiti kama wewe ungepita kwenye uzoefu huo ukiwa kijana mdogo, alafu hukuwahi kupanga na wala hukuwahi kufikiria na namna ambavyo ulivyokuwa ukisikia ndugu zako wakisema ni bora tumuue, wengine unawasikia wanasema bora tumuuze, unasikia watu yani wakishindana na wewe. Anasema kwamba walakini katika kila hatua ya maisha yake alijitahidi kuchanua. Kila hatua ya maisha yake alijitahidi kufanyeje? Kuchanua. Ni mtumwa kwenye nyumba ya Potifa, anajitahidi kuchanua akiwa ndani ya nyumba ya nani? Ya Potifa. Lakini sio hivyo tu, ni mtumwa mfungwa akiwa gerezani, anajitahidi kuchanua hata akiwa wapi? Gerezani. Akawa bwana katika nyumba ya Potifa. Ukisoma katika Mwanzo sura 39 mstari wa 4 mpaka wa 6. Hii ina maana alifahamu lugha, utamaduni na akajituma ili kuaminiwa. Hata baada ya kutupwa gerezani, alipanda tena juu na kuwa msimamizi wa gereza. Unajua niwaambie hivi, yule mkuu wa gereza hakumwita tu Yusufu kwamba bwana wewe utakuwa nyapara au utakuwa mkuu wa wafungwa. Mara baada ya kuona namna ambavyo ni kijana mchangamfu, ni kijana mcheshi, ni kijana ambaye hakai kwenye kona fulani ya gereza akilia, wala halaumu kwamba yani mama alikuwa anaweza kufanya namna hii, yani mimi kwa kweli hata nguo mimi hamlalamiki yule mke wa Potifa, halalamiki. Alipoingia gerezani, yeye hata akiwa gerezani anafanyaje? Anachanua. Na yule kiongozi wa gereza alipomwangalia akasema huyu anafaa kuwa kiongozi wapi? Gerezani. Lakini pia alikuwa ni mfungwa katika nchi ambayo ya kigeni akishtakiwa kwa kusingiziwa. Na mara baada ya hayo kwamba tunaona anaitwa kuwa msimamizi wa gereza katika Mwanzo sura 39 mstari wa 21 mpaka 23. Kwa hiyo mkuu wa gereza, Biblia inasema kwamba akamweka Yusufu juu ya wale wote waliokuwa wapi? Gerezani. Hebu tafakari jambo hili. Mtu mgeni wa taifa jingine la Kiebrania anakuja kwenye gereza la Kimisri, alafu huyo mgeni anapewa kuwa nani? Kiongozi gerezani. Kwamba wafungwa wote wako chini. Wangapi waliwahi kuingia gerezani? Sio kwa kufanya makosa, kwa bahati mbaya. Yuko mtu ambaye amewahi kuingia gerezani? Hakuna hata mmoja. Uliwahi kufanyaje? Uleta lock up. Unajua maisha na mambo mengi. Maisha na mambo namna gani? Mengi. Sikiliza tu hivi habari kwamba siku kuna kuwa na gereza, kuna kuwa na wapi, kuna kuwa na nini. Ila siku moja muombe Mungu akusaidie uingie gerezani. Uingie gerezani kwa kukufundisha, sio kwamba wewe ukafungwe. Naona watu wamefurahi kweli. Kuomba kuingia gerezani. Sasa Yusufu alikuwa msimamizi wa gereza, na hivyo mkuu wa gereza akamweka Yusufu kuwa mwangalizi wa wote. Hatimaye Yusufu tunaona anaishia katika jumba la kifalme la Farao, akiwa wa pili kwa amri kwa Misri yote. Unajua wakati wote wa gerezani, hata wafungwa walipokuwa nakabiliwa na changamoto, Yusufu ndiye alikuwa akitatua changamoto zao. Hata wakati sasa unaweza ukawa una changamoto au una ugonjwa au una tatizo fulani kubwa, lisikufanye ukae kwenye kona fulani ya nyumba ukilialia. Yaani unakaa unalialia. Na kuna watu kwa kweli hawako gerezani, wako huru, ila nasikitika wanalialia ndani ya kanisa. Yaani kuna watu wanafikiria kulialia. Sasa yakikupata yale ambayo yalimpata Yusufu itakuwaje? Yaani upo huru, unaweza ukaenda unakotaka, unaweza ukafanya unachotaka, ila bado unafanyaje? Mchana wa leo unapaswa kuchanua mahali wapi ulipo. Chanua mahali ulipo. Yusufu alichanua gerezani. Yusufu alichanua kwa Potifa. Unajua mtu mtumwa mpaka kuonekana mzuri anapendeza, mama wa nyumba anasema kijana huyu kwa kweli nimemuelewa. Halikuwa jambo dogo. Ni kwa sababu alifanyeje? Alichanua.
gerezani kuonekana kwamba kuna mtu yupo kule. Unajua hata Farao aliposimulia changamoto zake, yule msimamizi akasema, nimemwacha mtu wapi? Gerezani. Ila sio mtu wa kawaida, aletwe huyo. Na anapofika Yusufu anajiamini, anachanua hata mbele ya nani? Ya Farao. Anachanua, yaani yuko wazi, anamwambia tu ukweli kwamba kuna hili, kuna hili, kuna hili. Anachanua, yaani anajiachia, anachanua. Na Farao anasema, sasa kwa hesabu kama hizo tupate wapi mtu kama huyo? Unafikiri kule anaweza kumwangukia nani? Mtu anayejiamini kama huyo kule itamwangukia nani? Wengi tumefeli na tumeshindwa kwa sababu ya kulialia. Na hata ulimwengu unapouliza tupate wapi mtu kama huyo, hapatikani hata ndani ya kanisa. Kwa sababu tulio ndani ya kanisa tuna nini? Tunalialia. Mchana wa leo nikutie moyo, chanua mahali ulipo. Chanua mahali ulipo. Wakitafuta mtu aseme utampata kule kwa Wasabato, chanua. Wakitafuta mchumba ukoo aseme unaweza ukampata kwa Wasabato, yupo. Kwa sababu kuna binti fulani amechanua wapi? Na wakitaka pia vijana wazuri wawapate huko kwa Wasabato. Sio wauni fani wauni wasikae huko. Chanueni hapo mlipo, na Bwana atawaonyesha. Yusufu alichanua pale mahali alipo. Siri yake ilikuwa ni nini? Siri yake ilikuwa ni Mungu wake. Msimamizi wa gereza hakujali neno lolote chini ya uangalizi wa Yusufu, kwa sababu Bwana alikuwa pamoja na Yusufu. Na siri ya mafanikio ya kuchanua, uwe karibu na Mungu. Uwe pamoja na Mungu. Yaani utafanikiwa, utachanua endapo utakuwa karibu na nani? Na Mungu. Na hivi tunaona kwamba Biblia inasema katika Mwanzo sura 39 mstari wa 23 kwamba Bwana akamfanikisha katika yote aliyofanyeje? Aliyoyafanya. Kama mmea, mizizi ya Yusufu ilikuwa imezama sana katika chemchemi ambayo ni Mungu. Yesu alisema, mimi ni mzabibu na ninyi ni nini? Ni matawi. Pasipo mimi ninyi hamwezi kufanya kitu. Pasipo Yesu hatuwezi kuchanua. Hata kama una magumu, hata kama una changamoto, ukiwa na Yesu. Mtunzi wa wimbo namba 163 anasema, nikiwa na Yesu mimi furaha tele. Yusufu aliiga hilo na kuwa na uhusiano wa karibu sana ambao haukumaanisha chochote kingeweza kumwangusha. Si chuki ya ndugu, si utumwa, sio kuwa mgeni, wala sio kuwa mfungwa. Je, swali ni hili, tunaweza kupata Yusufu hapa leo ambaye kutokana na ugonjwa anaoishi nao, kutokana na chuki anayochukiwa na marafiki, kutokana na chuki anayochukiwa na wafanyakazi wenzake, kutokana na chuki anayochukiwa na familia au washiriki wa kanisa, wakati mwingine chuki hujidhihirisha katika aina nyepesi ya unyanyapaa na ubaguzi. Anasema kutengwa na shughuli kulingana na hali yako ya kiafya. Unajua unaweza kaona ugonjwa unasema kwamba huyu bwana usimshirikishe kwenye kazi, mwacheni tu akae tu, atatuambukiza ugonjwa wake. Sasa msimpe kosha vyombo, huyu mwasirika huyu anaweza katuambukiza ugonjwa wake. Unaweza kusali kwenye kanisa kama hilo? Siweza kusema kwamba kama kanisa wananitenga namna hiyo. Basi Yusufu alipitia kila aina ya unyanyapaa, lakini bado alizidi kuchanua. Huenda kuna Yusufu mwingine hapa ambaye ameuzwa katika aina ya utumwa wa siku hizi. Ameuzwa katika aina ya utumwa wa siku hizi. Matumizi ya madawa ya kulevya, uraibu, lakini pia matumizi ya pombe, tumbaku na kila namna. Mtume Paulo anasema, hamjui ya kuwa kwake yeye ambaye mnajitoa nafsi zenu kuwa watumwa wake katika kumtii na kumtumikia, mmekuwa watumwa wake yule mnayemtii. Labda kuuzwa kwenye ukahaba, kuuzwa kwenye utumwa wa ngono, kuuzwa kwenye ndoa ya kulazimishwa. Unaweza ukanaswa katika uhusiano mapenzi usio na upendo kwa sababu ya hali yako ya kuathirika na magonjwa, na unaogopa kuondoka kwa kuamini kwamba huna chaguo jingine, au umekwama katika useja wa kudumu ili hali ni mzazi mwenye idadi inayoongezeka ya watoto kwa sababu ya wachumba ambao wanakuahidi hatimaye wanatoroka, wanakuzalisha wanatoroka. Unaweza ukata tamaa. Hata kwenye hali hiyo Yesu anasema chanua mahali ulipo. Amina. Hata kama wanaume wanakuzalisha, wanakutenga, wanakuacha, hupaswi kukata tamaa. Chanua kwenye hali hiyo, na Mungu anajua kilio chako. Anasema, nakwambia Yusufu, anasema kwamba unaweza ukachanua. Ndiyo,
umekata tamaa, lakini hakuna hali ambayo ni ngumu sana kwa Mungu kurekebisha. Hakuna sehemu iliyo mbali sana kwa yeye kukufikia. Anasema jitokeze. Jitokeze tu na utachanua mahali ulipo. Hiki ni kisa cha mtu wa kwanza, anaitwa Yusufu. Kisa cha pili ambacho ni kifupi cha mtu wa pili, habari za Rutu, yule binti wa Kimoabi. Rutu, binti Moabi. Habari zake zimeelezwa katika kitabu chake mwenyewe kinachoitwa Rutu. Kuanzia sura ya 1 mpaka sura ya 4. Rekodi yake ya hadithi huanza pale ambapo mambo ni mabaya. Rekodi ya hadithi yake inaanza pale ambapo mambo namna gani? Amewapoteza wote wawili. Amempoteza mume na amempoteza baba mkwe. Wakati ambapo mwanamke hakuwa na hadhi katika jamii na alihitaji taswira ya kiume ili kumpa uhalali. Taifa la Israeli, unapokuwa hauna mme au unapokuwa hauna baba, yaani katika familia kama hakuna mme, umepoteza vyote. Umepoteza ulisi wote. Umepoteza kila kitu. Na huyu mama Naomi akiwa na mkwe wake Rutu, wanapotambua kwamba mama Naomi amepoteza watoto, amepoteza na mme, lakini Rutu anapotambua amepoteza baba mkwe na amepoteza mume, maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba amepoteza vyote. Amepoteza vyote. Anachagua kufanya nini? Mara baada ya kutambua kwamba anapoteza vyote, amechagua kufanya nini? Rutu anachagua kwenda na mama mkwe wake Naomi hadi katika nchi ya kigeni kwa sababu ya mapenzi yake. Na kumbuka kwamba walikuwa ni mabinti wawili. Yule mwingine anasema mimi na wabusu, naondoka, narudi wapi? Nyumbani. Kwa kweli mimi kwenye mpango huo sipo. Nyinyi muende na safari ile, mimi nafanyeje? Narudi. Lakini Rutu anasema utakapozikwa ndipo nitakapofanyeje? Utakapokaa ndipo nitakapofanyeje? Mungu wako ndiye atakuwa Mungu. Unafikiri kwa kuchanua kwa namna hii Mungu anaweza kumtupa binti kama huyu? Kwa kuchanua kwa namna hiyo, wako watu hata hapa Mwaya ambao wamemwahidi Mungu kwamba iwe ni masika, iwe ni kiangazi, iwe niwe na mume, iwe sina mume, iwe nina mafanikio, sina mafanikio, Mungu atabaki kuwa Mungu. Hata kama magumu kiasi gani yapite, Mungu atabaki kuwa Mungu. Namna gani? Naomi akiwa na Rutu wanasafiri hadi nchi ya nyumbani, taifa la Israeli. Wakati mwingine mapenzi yanaweza kuwa gari sana. Katika Israeli ilifika wakati walikuwa na hali mbaya sana ya uchumi. Mgeni kutoka kundi la watu ambao Waisraeli hawakushirikiana nao, watu wa Moab. Unaweza ukasoma habari zao katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura 23 mstari wa 3. Mjane kama mama maskini, njia yake pekee ya kuishi ni kuokota masazo ya mashambani. Kukusanya kuna maanisha kuokota masuke machache ya nafaka yaliyobaki katika mavuno. Kimsingi kuokota kile kilichoachwa nyuma wakati wa mavuno, kiwe kimesahauliwa au kutupwa. Hivi ndivyo Rutu alivyoishi. Kuna watu ambao leo wamefikia hatua ya kuishi kwa mabaki. Tunao watu wa namna hiyo hapa? Hatunao. Tunao watu ambao wanaishi kwa njia ya kusubiri kilichobaki, kwamba mkisha kula kinachobaki mnipe mimi nile. Na Rutu alikuwa anaamka asubuhi kupita kwenye mashamba kuokota yale yanayobaki. Wanaovuna wako mbele, yeye yuko nyuma anaokota yale waliofanyeje? Walioyaacha yale. Huyu binti ikufundishe tu kwamba hata kama alipitia magumu kiasi gani, lakini bado aliendelea kumuona Mungu kuwa ni rafiki yake. Kimsingi kuokota kile kilichoachwa nyuma wakati wa mavuno ilikuwa ni uzalilishwaji fulani. Hivi ndivyo Rutu alivyopaswa kuishi. Hata hivyo tunamuona akiwa na bidii sana katika kile anachofanya hadi kufikia hatua ya kuonwa na mkulima mmoja tajiri anaitwa Boazi. Boazi akamuona, huyu binti vipi? Wale watumishi wakaeleza wakasema kwamba huyu binti bwana anakaa kwa mama fulani. Huyu ni mtu wa Moab. Anakuja hapa angalau basi anaokota anafanya hivi. Yule Boazi alikuwa ni mtu mzuri sana, akawaambia watumishi kwamba msimweke tu kwenye kuokota, siku nyingine mvune pamoja naye, na akivuna mizigo mwambie apeleke wapi? Nyumbani. Sasa anasema kwamba hata hivyo tunamuona
ingia katika utaratibu mwingine. Kama tujuavyo, hatimaye Rutu anaolewa na Boazi. Na Boazi hangemuona Rutu kama Rutu angebaki nyumbani akijisikitikia maishani mwake. Unajua kuna watu ambao wanapokabiliwa na changamoto hawajitokezi. Wanajificha, wanalia, wanamlaumu Mungu, wanasikitika, wanalalamika wakati. Hata kama unapita kwenye nyakati ngumu na mbaya kiasi gani, usijifiche, jitokeze. Unapojificha inakuwa sio rahisi kuonekana. Unaweza kusema mimi bwana, huwa wanakuja tu wananizalisha wanaenda. Wanakuja tu wananizalisha wanaenda. Wewe jitokeze. Jitokeze. Unaweza ikawa kwamba huwa wanakuja tu vijana, wanazungumza na mimi tu wanaenda. Wanazungumza na mimi tu wanaenda. Wewe jitokeze. Jitokeze. Jitokeze mbele za Mungu, na wakati huo ukiendelea kuchanua. Chanua. Anasema kwamba Rutu hatimaye anaolewa na Boazi. Na aliamka na kuamua kuwa bora kwake katika hali hiyo. Kuchanua mahali ulipo kuna maanisha kuweka mizizi mahali ulipo badala ya kutamani mahali pengine. Tafuta njia za kukua. Tafuta njia za kubariki. Tafuta njia za kujihusisha. Tafuta njia za kushiriki kama Rutu alivyofanya. Kuna watu wanapopitia magumu anapanga kuhama. Mimi nafikiri mkoa wa Morogoro haunipendi sana, bora niende kule Geita. Yaani huwezi kujua kesho yako Mungu ameweka katika mazingira gani. Rutu japo amekuja kwenye nchi ya kigeni, taifa la Israeli, na anayeona maisha anayoishi na mkwe wake, kwenda kuokota na kupika. Anaokota, anarudi anapika. Lakini hakuwahi kumtamkia kwamba mimi bwana, kwa kweli sikutegemea iwe hivi. Naona bora nirudi nyumbani. Anasema utakapokufa ndipo utakavyozikwa ndivyo nitakavyo. Mungu wako ndivyo atakavyokuwa Mungu. Hupaswi kukimbia mahali ulipo. Kita mizizi mahali ulipo. Wewe kita mizizi, na hasa ukanda huu. Unaondoka ukanda huu unaenda wapi? Hii nchi ambayo imejaa maziwa na nini? Unaenda wapi? Kwa hiyo, je, kuna mtu mmoja mjane au yatima mahali hapa? Anasema kwa bahati mbaya kifo ni halisi tunaposhughulika na magonjwa sugu. Lakini hata katika ujio wa dawa za kufubaza virusi vya ukimwi, ARV na maendeleo mengine mengi ya dawa, kifo bado hutokea hata kwa watu ambao hawana ukimwi. Kwa kweli, kulingana na Shirika la Afya Duniani, kufikia Disemba mwaka 2024 kulikuwa na watoto milioni 13.8 chini ya umri wa miaka 18 ambao walikuwa wamepoteza mzazi mmoja au wazazi wote wawili kutokana na janga hili la ukimwi. Lakini kuachwa nyuma na wapendwa wetu kusitufanye tukate tamaa katika maisha yetu. Kweli lazima tutulie kama ambavyo Biblia inavyosema, msilie kama watu wasioamini. Unaweza ukasoma kwa wakati wako katika Wathesalonike wa kwanza sura 4 mstari 13. Mungu ana njia maelfu za kuwaruzuku watoto wake wanaokosea. Unahitaji kuamka na kuacha kujihurumia. Tazama pande zote na uone mahali ambapo Mungu amekuweka. Unapaswa kuchanua mahali hapo ambapo Mungu amekuweka. Unaweza kufanya nini ili kuanza mchakato wako wa kuchanua? Je, mnaweza kuwa bibi kwa mtoto fulani katika kitongoji fulani? Anasema hauhitaji mengi katika nchi nyingi kama vile Lesotho na nchi ya Kameruni. Anasema kwamba ambapo ina vilabu vya mabibi wa kutunza watoto. Vilabu hivi huwapa ujasiri, huwapa upendo na sikio la kuwasikiliza vijana. Anasema mabibi wengi ni wajane wasio na elimu wala shughuli za kiuchumi, lakini wanakumbatia kile ambacho walicho nacho. Kwa hiyo umri sio tatizo, ujuzi sio tatizo, utamaduni sio tatizo, upendo na wakati. Anasema kwamba wanafanya kupatikana kwa ajira na vijana wanaowazunguka wanachanua mahali walipo. Kisa chako kitaishia wapi? Kisa cha Rutu kinaishia katika kufikia hatua ya mafanikio makubwa. Maana hata wakati alipokuwa akijifungua, wazalisha wakamwambia, barikiwa sana Rutu, maana umejifungua mtoto mwanamume. Akaitwa jina lake nani? Nani akaitwa jina lake mtoto yule? Mtoto ambaye Boazi alizaa na Rutu. Nani akaitwa jina lake?
Utatafuta kwa wakati wako. Lakini ni babu yake na Daudi, ambaye ni baba yake na mzee Yese. Sasa Mtume Paulo, mtu wa mwisho, tunapomwangalia mtu wa mwisho kwa habari ya kuchanua katika changamoto, tunapokwenda kuhitimisha somo, Mtume Paulo aliyeitwa hapo mwanzo kuwa Sauli, habari zake zimezungumzwa katika kitabu cha Matendo sura ya 8 mstari wa 1 mpaka 24 na Matendo sura ya 13 mstari wa 9. Alikuwa ni mtu mwenye elimu. Paulo ni msomi, mtu mzuri na mwenye nafasi nzuri katika jamii, aliyejulikana kwa uchamungu na bidii ya kutekeleza sheria hadi kifo. Na yeye ndiye aliyekuwa akisimamia hata wakati Stefano akipigwa mawe mpaka kufanyeje? Kufa. Na yeye huyu, baada ya kukutana na Kristo, alijikuta ametengwa. Mara baada tu ya kumpokea Yesu, Paulo alitengwa. Na alitengwa kutokutakiwa na watu aliofanya nao kazi hapo awali, hata kuwindwa kama msaliti. Lakini Paulo hakuaminiwa kikamilifu na ndugu ambao imani yao mpya alikuwa ameikubali. Unajua, wale wanafunzi wa Yesu wote hawakumpenda Paulo na hata hawakufanya naye kazi, na tena walimtenga, tena walimuona adui na uadui mkubwa. Lakini pia hata taifa lake la Israeli hawakumsapoti. Tunaona hatimaye Paulo anaishia gerezani na kuhukumiwa kifo. Lakini Paulo alichanua popote alipojikuta. Ilikuwa ni kwa sababu alikuwa mzuri sana katika yale aliyoyafanya, kiasi cha makuhani na wakuu wa makuhani kutomwamini atekeleze utume wa kuwawinda Wakristo. Huenda alikuwa ni kwenye njia mbaya, lakini kwa kweli aliufuata msemo ambao ulikuwa unasemwa hivi: lolote ambalo mikono yako itakalopata kulifanya, lifanye kwa nguvu zako zote. Yesu alikubali bidii na uaminifu wa Sauli kufanya kile ambacho alichoamini. Na hivyo ndipo Yesu tunamwona anamwita Paulo na kumweka katika kazi. Anamwita Paulo kwenye njia sahihi, na Paulo anastawi zaidi. Akiwa gerezani, Paulo alituonyesha kwamba shauku yake ya kufanya kazi haikuwa kwa sababu ya mambo rahisi au alikuwa na uhuru. Angalia herufi ngapi alizoandika akiwa kwenye minyororo halisi. Herufi ngapi alizoandika? Ni maneno mangapi aliyoyatamka akiwa gerezani? Hakuwahi kutamka neno la kufanyeje? La kukatisha tamaa. Ni nani awezaye kututenga na upendo wa Yesu Kristo? Unaweza kusoma katika Warumi sura 8 mstari wa 35 mpaka 39. Akasema, je, ni mauti? Je, ni ziki? Je, ni uchi? Je, ni adha? Anaorodhesha baadhi ya vitu vingi, lakini mwisho anasemaje? Hakuna kitakachotutenga na upendo wa nani? Upendo wa Kristo. Je, tunatambua kwamba imani hii ya kina ilitokana na uchungu wa kina wa mtu ambaye amepoteza kila kitu isipokuwa Mungu? Paulo alipoteza kila kitu isipokuwa nani? Hata katika hali mbaya zaidi ya maisha, bila kuwa na mali na uhuru uliopotea, bado Paulo tunamuona akifanyeje? Akichanua. Wewe na mimi tuna uzuru gani? Tuna changamoto gani za kimwili? Sisi sote tuna zaidi ya kile ambacho Paulo alikuwa nacho. Kwa nini usiweze kuchanua? Mchana wa leo tunapokwenda kuhitimisha somo hili, una changamoto gani unayopitia? Una mambo gani unayoyapitia? Una magumu gani unayapitia ambayo yanakufanya katika eneo lako la mwaya usichanue? Una nini? Kuchanua mahali ulipo ni kukua na kukomaa katika majira mazuri ya maisha na nyakati ngumu za maisha, hata wakati ambapo daima hatuna chaguo. Kila wakati mahali tulipo tunapaswa kuchanua. Mungu ndiye anayejua mwisho wa kila mtu. Usikate tamaa katika maisha. Mungu anajua mwisho wako. Usibaki kulaumu kwamba mchumba wa kwanza alipita kaniacha. Mungu amekutengenezea mchumba bora zaidi ambaye mzuri kuliko huyo. Wewe chanua. Chanua. Kuna kazi zingine zimekupita, kuna kazi iliyo nzuri kuliko hiyo. Mungu amefanyaje? Amekutengenezea. Unapaswa kuchanua. Tunafikia kiwango cha juu cha ukomavu wa kiroho wakati imani yetu inapojaribiwa. Unapopitia kwenye majaribu au changamoto yoyote,
Ni kusudi la Mungu akujenge, akuimarishe na akufanye ukawe imara zaidi. Sasa katika mchakato huu wote wewe upasi kukimbia. Wengi wanapopitia magumu ndipo wanapokimbia. Yaani anapoona mambo yamekuwa tofauti ndipo anafanyeje? Anakimbia na mwacha Mungu. Yusufu mambo yalipokuwa magumu ndio alisogea karibu zaidi na nani? Lutu mambo yalipokuwa magumu, mme amekufa, mkwe amefanyeje? Akasogea zaidi karibu na nani? Paulo alipoona kuwa mambo ni magumu sasa, maana hata wale ambao ilikuwa afanye nao kazi wamemtenga, akasema wote wakinikataa mimi nasogea karibu zaidi na nani? Wewe unasogea wapi? Wakati mambo yanapokuwa magumu kwako unasogea wapi? Wakati mambo yanapokuwa magumu kwenye familia yako, yanapokuwa magumu kwenye ndoa, unakimbilia wapi? Yanapokuwa magumu kwenye kazi, mahali ulipoajiriwa, unakimbilia wapi? Mwandishi wa Zaburi anasema, baba na mama na wazazi wakiniacha, lakini Yesu atanikaribisha wapi? Kwake. Tunapaswa kumkaribia Mungu. Sisi sote tuna hali tofauti. Labda wewe ni kama Yusufu, ni kama Lutu, au ni kama Paulo. Ukiwa na changamoto nyumbani, unadharauliwa kijamii na hali yako, ulikuwa mfungwa, ulikuwa mama mwenye mtoto aliyezaliwa nje ya ndoa, ni mtalaka, mtu mwenye changamoto ya akili, mtu anayeishi na ulemavu, au mtu anayeishi na virusi vya ukimwi, au mtu anayeishi na ugonjwa wowote, au mraibu wa dawa za kulevya na kadhalika. Hakuna mahali ambapo tunapaswa kukimbilia zaidi ya kwa Yesu. Amen. Katika wakati huo wa changamoto yako unapaswa kuchanua. Mpaka jamii iseme, hivi kweli huyu ni mgonjwa unayesema au sio? Kwa namna watakavyokuona na kwa namna utakavyojiamini na kwa namna utakavyotembea kwa kujikubali, watu watajifunza kwako. Wanasema tunataka niwe kama fulani. Unajua maisha haya yamejazwa na magumu. Maisha haya yamejazwa na nini? Usipoteze muda kusimulia watu magumu yako. Wewe wakuone ukiwa unalinga katikati ya magumu. Wakuone ukiwa unatabasamu katikati ya nini? Wakuone ukiwa na shangwe katikati ya nini? Mpaka majirani waseme kwamba hivi haya mambo, huyu sio yule Lutu Moabi. Hivi huyu sio yule mfungwa. Waseme ni yeye. Sasa mbona anastawi? Ni kwa sababu gani? Unachanua hata katikati ya hayo. Acha kuzingatia kile ulichopoteza. Acha kuzingatia ulichopoteza. Lakini angalia wewe ni nani sasa na una nini wakati huu. Usiangalie kwamba nimepoteza wachumba, nimepoteza watoto, nimepoteza wazazi, nimepoteza afya, nimepoteza kazi, nimepoteza mashamba, nimepoteza siyo nini, nimepoteza vyote ulivyopoteza. Wewe poteza vyote lakini usimpoteze nani? Poteza vyote, usimpoteze Yesu. Ni bora ukose vyote lakini usimkose nani? Sisi tunajifunza habari za Ayubu. Biblia ina visa vya watu wengi. Angeweza kuweka kisa cha Ayubu hapa, ambaye alipoteza mpaka mke akasema, kwa nini usimtukane Mungu ufanyeje? Unamsikia Ayubu anavyomjibu. Tupate mambo mazuri tu mbele za Mungu, tusipate na nini? Sasa wananena kama mmoja wapo ya wanawake wa namna gani? Ila sio sisi, hatupo hapa, tunao watu wapumbavu. Safari ya Ukristo sio safari rahisi. Wakati mwingine itakufikisha kwenye kupoteza vyote. Itakufikisha kwenye kupata sifuri ya matokeo ya mtihani. Lakini haujapata sifuri ya maisha. Haujapata sifuri ya kukosa vyote. Utapata sifuri ya shamba, utapata sifuri ya ulimwengu. Lakini sio mwisho huo. Haujapata sifuri ya uzima wa milele. Unaweza kuwa umepata 100 ya darasani, alafu ukapata sifuri ya uzima wa milele. Itakusaidia nini hiyo 100? Itakusaidia nini? Napokwenda kuhitimisha, kumbuka hakuna mtu anayechanua mara moja. Kuchanua ni mchakato. Amen. Kuchanua ni nini? Mchakato. Wengi wanataka haraka tu, kufumba na kufumbua, avae suti. Kufumba na kufumbua, awe ndani ya shera. Kufumba na kufumbua, sherehe kubwa, ameolewa. Ni mchakato. Ni mchakato. Unasikia wapendwa? Kuchanua ni mchakato. Yusufu alipitia mchakato. Lutu alipitia mchakato. Mtume Paulo, japo yawezekana hajaonekana akichanua sasa, lakini hivi tutakapofika mbinguni itakuwaje Mtume Paulo? Kwa kazi aliyoifanya. Watu wangapi ambao watasema
Baba, bila wewe nisingekuwa hapa. Watu wangapi kwa kazi aliyoifanya Mtume Paulo? Kuchanua ni mchakato, ni mchakato. Kuchanua kwa neema pia kuna maanisha kuwa na neema, kuwa na subira, kuwa mwema kwa wale wanaokuzunguka. Yusufu alipostawi aliwagawia ndugu zake vitu alivyokuwa navyo badala ya kuwekea uchungu moyoni. Mungu anatuita tuwe mashahidi wake popote tuendapo. Tunapochanua katika hali ngumu, tunaonyesha wengine kwamba nguvu zetu zinatoka kwa nani? Maisha yetu yanashuhudia uaminifu. Maisha yetu yanashuhudia uthabiti. Maisha yetu yanashuhudia neema ya Mungu. Kama ambavyo Mathayo 16 anavyosema, nuru yenu na iangaze mbele za nani? Wapate kuyaona matendo yenu mema, wamtukuze nani? Acha kuweka visasi. Acha kusema kwamba mimi usalimiani naye. Msalimie. Msalimie vizuri. Hata kama amemchukua mke wako, msalimie vizuri. Hata kama amemchukua mume wako, msalimie vizuri. Cheka, chanua. Alafu utaona namna Mungu atakavyofanyaje. Mungu ndiye anasema kuchanua ni mchakato. Mtu mwingine anatunza tu visa. Mimi kwa kweli amenifanyia namna hii, mimi sitaki kabisa. Unafikiri kwa Yusufu ilikuwaje? Anawaambia ndugu zake kwamba msihuzunike kwa ajili ya kule kuniuza mlikofanyaje. Anawaambia ndugu zake, msihuzunike kwa kule kuniuza mliko. Kumbe Mungu alikuwa ameandaa mema kwa ajili. Kila kinachotokea katika maisha kina kusudi. Kila kinachotokea katika maisha kina nini? Hata kama shetani anakusudia kiwe kwa makusudi mabaya, Mungu anakusudia kwa makusudi. Ni kweli aliuzwa, lakini matokeo ya kuuzwa si tunayafahamu. Ni kweli Lutu alifiwa na mmewe, lakini matokeo ya mwisho wa safari tunafahamu. Lutu Moabi anaingia kwenye ukoo wa Yesu Kristo. Anamzaa babu wa Masihi Kristo, Obedi. Na Obedi anamzaa Yese. Na Yese anamzaa Daudi. Lakini uzazi huu unatoka kwa mtu wa kabila gani? Moabi ni mtu mataifa mpagani. Yaani kuna watu wanashindwa kufanya kazi na Mungu. Niwatie moyo. Jifunze kumtumaini huyo Mungu. Jifunze kuchanua hata katikati ya nini? Ya matatizo. Kuna mambo ambayo Mungu anayaandaa ambayo wewe hujui. Wewe unabaki kukasirika huku. Kwa mfano Yusufu angekuwa anakasirika tu, anawaombea kwa Mungu ndugu zake maombe mabaya. Wale walaani, hata kitokea dubu hawalalue. Lakini usikii Yusufu akiomba maombi mabaya. Yusufu anaendelea kushikamana na nani? Mwisho wake ndugu zake wanakuja kushuhudia kile ambacho barabara ambayo Mungu ameitengeneza. Mpaka ndugu zake wanasema kwa kweli hatukuwahi kujua mpango wa nani. Hapo kwenda kuhitimisha, iwe ni katika majira ya kungoja, kushughulika na magumu au kuzoea hali mpya, kuchanua mahali tulipo huwafanya wengine waone upendo wa Mungu ukifanya kazi ndani yetu. Si rahisi siku zote, lakini kwa kumtumaini Mungu na kuweka mizizi katika neno lake, tunaweza kustawi na kuakisi utukufu wake popote tulipo. Mchana wa leo nitoe wito. Wale ambao wanamwambia Mungu, hatujui ya mbele, wewe ndio unajua ya mbele yetu. Na tusamee pale ambapo kwa namna moja ama nyingine tuliafifisha ukweli wetu. Tulishusha chini viwango vya ukweli wetu. Lakini tunataka kuanzia leo, Bwana tusaidie katika mahali hapa tulipo, ambapo ulipotuita kwenye kanisa la Mwaya, tukachanue. Wale wanaosema namna hiyo wanaweza kusimama pamoja nami. Unaweza kusimama. Kama ni shauku yako kwamba Bwana akusaidie ufikie viwango vya kuchanua, watu wakashuhudie makuu baadaye kwa namna ambavyo ulivyochanua na ulivyomtegemea na kumwamini Mungu. Najua niwaambie tu kisa kwamba tuna Mungu asiyeshindwa na chochote. Na tuna Mungu wa mambo yasiyofanyeje? Yasiyowezekana. Mungu wetu sio Mungu wa mambo yanayowezekana.
ni Mungu wa mambo yasiyowezekana. Yule Mungu ambaye Kalebu anamwambia, kwa kuwa ninaye huyo, nipe mlima huu. Nipeni mlima huu kwa kuwa ninaye huyo. Na kwa kupitia kwa Mungu huyo tunaona ushindi mkubwa ukipatikana. Na yawezekana kwetu leo kuna milima fulani fulani. Kwetu leo kuna changamoto fulani fulani ambazo zimekuwa kikwazo kikubwa kwetu. Wakati mwingine hata mwalimu wa kwaya anapoita miito ya watu kujiunga na kwaya, anapotoa miito ya watu kuja kwenye mazoezi, kuna mlima fulani, aidha mlima wa kazi ambao umemzuia mtu fulani asije, au aidha mlima wa mnada, au pengine mlima wa ajira, au pengine mlima wa dili. Maana madili yanaangukia siku za mazoezi ya kwaya. Madili yanaangukia siku ambazo ni za maombi. Madili yanaangukia siku ambazo ni za ibada. Inaweza kawa ni mlima. Wanaosema kwamba Mungu, nipe kuchanua hata katikati ya changamoto kama hizo, mchana wa leo unaweza kupiga hatua mbele, kusogea mbele, ili tuombe kwa pamoja. Anayesema kwamba Bwana, nipe kuchanua hata kati ya magumu hayo, hata kati ya kujaribiwa huko, hata kati ya kufedheshwa, hata kati ya kushindwa, kana kwamba inaonekana tumeshindwa, lakini Bwana tupe kuchanua katikati ya changamoto hizo. Sogea mbele. Sogea mbele. Sogea mbele tuweze kuomba. Tutakwenda kuomba mchana wa leo na Bwana atafanya makubwa kwetu. Yeye Mungu aliyempigania Yusufu. Yeye Mungu aliyefanya mabadiliko kwa Rutu. Yeye Mungu aliyefanya makubwa kwa Paulo. Yeye Mungu aliyefanya mabadiliko makubwa kwa Ayubu, ambaye alipoteza watoto 10 na akapewa tena watoto wengine tena 10 walio wazuri. Yeye ambaye vitu vyote viliondoka kwa Ayubu, lakini vyote vilifanyeje? Vilirudi. Huyo ndiye Mungu ambaye tunafanyeje? Tunamtumaini hata leo. Na kama aliweza kufanya huko, anaweza kufanya kwetu. Kama aliweza kufanya huko, anaweza kufanya wapi? Kwako na kwangu. Bado nina matumaini na Mungu. Bado nina matumaini na Mungu. Tunapokwenda kuomba, tamuomba Mr. Ivan, tamuomba na Mr. Wambura. Tusogea hapa mbele. Tusogea hapa mbele. Kwa pamoja tutaomba, tukimrudishia Mungu sifa kwamba kwake yote yanawezekana. Kwamba hata kama wapo watu ambao wamepoteza matumaini kwa sababu daktari alipompima akamwambia kwamba una saratani ya damu na hautapona, tunakuongezea siku za kuishi. Hata kama na mlima huo, hata kama kuna changamoto yoyote ambayo imekuvunja moyo, ukaambiwa hautaweza kuzaa maana wewe ni tasa, lakini niseme ya kwamba huyu Mungu ambaye tunakwenda kumuomba sasa, kulingana na changamoto ulio nayo, utamwambia Mungu kwamba changamoto yangu ni hii. Wakati hawa watu wa Mungu wanapokuwa wakiomba, wewe mwambie Mungu, changamoto yangu ni hii. Alafu Bwana atakwenda kutenda maajabu mchana wa leo. Karibuni. Karibuni kwa maombi. Mwenyezi Mungu muumbaji, tunakushukuru mchana wa leo kwa neno la uzima. Tunakushukuru kwa sababu ya sauti hii, sauti ambayo imepitia kwa mtumishi wako kuja kwetu, tumesikia kidhihirisho uwepo wako. Jina lako litukuzwe sana. Amina. Sisi kama wote tujua Bwana, umeona ni muda mwafaka kabisa wa saa huu kwa ajili ya kuleta ujumbe huu kwetu leo. Umetuona, kwani Bwana wewe ndio unajua madhaifu yetu na safari zetu. Amina. Kila hatua tunayopiga Bwana unaitazama na kuiona. Kila wazo tunalowaza unatujua. Kila fikra tunayozifikiria unatujua. Na hata tunapotaka kufanya maamuzi unajua tunakwenda kufanya maamuzi. Yawe mabaya, yawe mazuri, Bwana unajua. Amina. Siku ya leo kupitia neno lako tunajisalimisha mikononi mwako. Amina. Watu wako hapa tumesimama, tupo namna mbalimbali. Tumekuja wengine tuna mizigo mizito. Kuna wakati tulikata tamaa sana katika safari zetu. Njia zilisonga tukashindwa kupita. Njia za maisha zikawa ngumu. Kazi ikawa ngumu. Amani imekuwa ngumu maishani majumbani mwetu. Kila namna ya mahitaji yetu hayapatikani. Lakini pia tumekata tamaa na imani pia. Maisha ya kiroho hayaendi kwa sababu shetani ametuzonga sana. Leo Bwana, masaa haya sasa tunakuita Mungu wa mbingu na nchi. Amina. Ikiwa imekupendeza Bwana leo kuja hapa, ni uwezo wako na nguvu zako ya kwamba tuje
na wewe umetuwezesha kuja kwa sababu ya huruma zako na rehema zako. Sasa Mungu, kwa namna ya pekee sana Baba, tunaomba kutupokee sasa. Tunakabidhi maisha yetu mikononi mwako. Mkono wenye nguvu usioshindwa. Bwana, ukatushike sasa. Amina. Tusiyumbe kokote tuendako, Mungu wa mbingu na nchi. Tazama kijana yule, mama yule, dada yule. Tazama namna ambavyo umetumbuka maishani mwao. Sasa leo wamerejea tena kwako. Amina. Tazama pia maisha yetu ya kiroho na viyumba. Tunarejea kwako, tusafishe upya Bwana. Amina. Tutakase kwa damu ya Yesu pale msalabani. Tukonekana wapya hata ulimwengu unatazama. Basi ukaone mwangaza katika maisha yetu. Wakajifunze, tukamulike katika maisha yao. Kupitia jina lako Bwana Yesu Kristo. Amina. Baba, sisi tuna madhaifu mengi. Lakini haya Bwana, tunaamini leo unayaondoa yote. Amina. Nasi tunakubali kwamba Bwana utakase kama mioyoni mwetu sasa. Yale tuliyoona magumu ya kama mepesi. Mungu wa mbingu na tunajua wewe usemapo yanakuwa. Wewe ukiamua inakuwa. Lakini Bwana Baba, tunajua wewe ndio mwenye maisha yetu na wewe ndio unajua mstakabali wa kila namna ya kila mtu mmoja hapa. Wengine tunaweza tukaamua lakini kawa ngumu. Lakini Mungu wetu wewe kwa yote kayo. Amina. Kile ulichokishikilia hatuwezi kuondoa. Tushike sasa sisi sote. Mungu wa mbingu na nchi, masaa haya ni masaa ya jioni sana. Shetani hana mapumziko. Lakini mbele zako amekwisha shindwa. Amina. Mwamba uliye imara. Amina. Kimbilio la wanadamu. Kimbilio letu. Tumeona historia yako Bwana, ni historia ya maisha magumu. Bwana, tumeona maajabu uliyotenda kwa Israeli. Tumeona historia yako, tumesoma tangu mwanzo wa uumbaji mpaka hivi leo. Sasa Mungu, tuseme nini? Atende sasa tangu sasa kwetu. Mwisho wako bariki sana. Kila mmoja akabarikiwa leo sabato ya leo. Amina. Akatakasike sabato ya leo. Tukitoka hapa tuwe na amani tele mioyoni ikiwa tulikuwa tuna amani. Amina. Tukitoka hapa kama tulikuwa tunaomba tukapone. Amina. Tukitoka hapa kama tulikuwa tuna amani, tupate amani tele maishani. Amina. Kama tuliona kama giza mbele yetu, Bwana, tukitoka hapa tuone nuru ya jina lako liking'aa Bwana. Amina. Asante Yesu kwa sababu tunajua mtumishi wako anakwenda kuomba pia. Mungu wetu unganisha maombi yetu. Ni hivyo tunavyoomba katika jina la Yesu. Amina. Amina. Baba yetu na Mungu wetu, tunakushukuru sana. Asante kwa ajili ya masaa haya matakatifu ambapo umeruhusu tena kusikiliza ujumbe katika siku hii ya leo. Ni ujumbe ambao ni mzuri. Ni ujumbe ambao umetuonyesha namna ambavyo katika maisha yetu tunapaswa kuchanua. Amina. Iwe katika hali ngumu, iwe katika hali njema, katika mazingira mabaya, tunahitaji kuchanua. Amina. Mungu wetu wa mbinguni, si jambo rahisi kwa sababu shetani naye yupo anaendelea kupambana pamoja na sisi. Tunakusihi Mungu wetu wa mbinguni, somo hili ambalo limetolewa kwa mchana huu wa leo likawa ni baraka katika maisha yetu. Amina. Kama kuna miongoni mwetu ambao tulikuwa tumefikia mahali hatuwezi kuzungumza, tukachanue sasa. Kama kuna watu ambao wamekata tamaa na maisha wanayoishi, nenda Baba wakachanue katika maisha yetu. Amina. Kuna mambo ambayo tunayapitia katika maisha yetu. Yanatufanya tunakata tamaa. Tunakosa matumaini. Hata namna ya kukutumikia wewe tunaona kama ni ngumu. Tunaona tutakapokuwa tumechukua maamuzi kukutumikia wewe kwa njia ya namna yoyote ile tutaathirika. Na mwisho wa siku tunajikuta tumenyong'onyea hatuchanua. Sasa Yesu, kasimame upande wetu. Amina. Nguvu zetu na uwezo wetu hatuwezi kupambana. Tunahitaji uwezo wako na Roho Mtakatifu akae pamoja nasi ili tukaweze kupambana. Na tunapojaribu kwa nguvu zetu tunajikuta tunashindwa. Tunasimama, tunaanguka. Tunasimama, tunaanguka. Lakini Yesu, mchana huu wa leo kupitia somo la mtumishi wako wa Mungu, tukafanya mabadiliko katika maisha yetu. Amina. Tutakapokuwa tukitembea, tukifanya kazi zetu, tukiwaza, tukifikiria, tukachanue katika maisha yetu. Amina. Na kama miongoni mwetu kuna watu ambao ni wagonjwa, wameteseka kwa muda mrefu, ni muda sasa Mungu wetu wa mbinguni ukashuke, ukanyoshe mkono wako wa uponyaji, ukawaponye kupitia jina lako. Amina. Tutakapokuwa wametoka katika mkutano huu wa siku hii ya leo,
wakaendelee kubarikiwa. Amina. Patie nguvu na afya njema. Kadumisha upendo katikati yetu ili tukaweze kuchanua. Kwa sababu miongoni mwetu tukikosa upendo hatutachanua. Na hivyo tunakusii mchana huu wa leo, nenda kanongone na kila mmoja wetu. Kazungumze pamoja na yeye. Kuanzia leo tunavyoelekea masaa haya mwaka 2026 tukachanue. Wote tukawe na muunganiko, wote tukawe na jambo moja. Amina. Tukapokuwa tukitoka katika ibada hii ya leo, tukaendelee kubarikiwa pia. Mtumishi wako wa Mungu huyo ambaye ametoa huduma hii kwa siku hii ya leo, umbariki na umsaidie. Yale ambayo ameyazungumza kwa mchana huu wa leo yakaendelee kuwa nuru katika maisha yetu. Yakaendelee kuwa nuru katika maisha yake. Na hatimaye atakapokuwa akiendelea kujifunza, basi Mungu wetu endelea kumtumia kwa wakati atakapokuwa amehitajika kutumika. Amina. Na sasa Mungu wetu, tunapokuwa tukiahirisha ibada hii ya siku ya leo, endelea kwa pamoja nasi. Somo hili likaendelee kukita mizizi katika maisha yetu. Amina. Na hata shetani aliyejipanga kuwa baada ya kutoka hapa kuna wengine watakao sahau na kuendelea na maisha yao ya kila siku, nenda kashushe Roho wako Mtakatifu akaendelee kutukuza. Amina. Asante kwa sababu wewe ni mwaminifu, tunajua kwamba utatenda. Kwani tumeomba haya machache katika jina lako Yesu. Amen. Amina. Bwana wabariki sana.